Tasoma kumbuke sana. Mungu uniokoe. Bwana unisaidie imani. Waaibike, wafedheheke wanaitafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma, watayarishwe wapendezao na sheria yangu. Warudi nyuma na iwe aibu kwao wanaosema ewe. Washangilie, wafurahie wote wakutafutao, waupendao wokovu wako, waseme daima, atukuzwe Mungu, nami ni maskini na mhitaji. Mungu unijilie haraka, ndiwe msaada wangu na wokovu wangu. Bwana usikawie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mambo makubwa matatu. La kwanza, unajua kama hujawahi kujua shetani ni mtu gani, unaweza kuwa unashangaa maombi ya Daudi. Mpaka leo duniani kuna watu wa aina mbili. Kuna watu wanaomba maombi ya kujilinda. Mungu wangu nisaidie, nihurumie, ndio utatoka. Lakini natamani uwe ni moto. Moto manake pepo likija ulijui kama utalilipua au utaacha. Maombi ya mapambano. Anasema waaibishwe, wafedheheshwe. Unajua kwa nini? Kwa sababu adui tunayepigana naye ambaye ni shetani sio mstaarabu. Tungekuwa na adui ambao unaweza ukaongea ni gentleman, ni gentle lady, tungesema sawa, lakini shetani sio mstaarabu. Biblia inasema wale wanaokunywa damu za watu wangu, wanakula nyama za watu wangu, alafu mchekee. Naomba nikwambie, shetani ni nyoka na una muda wa kuchukua muda mrefu sana kuweza kujiuliza maswali. Unampiga za uso. Na bahati nzuri nilikwambia, na napenda nikusisitizie leo, uwezi kukutana na shetani barabarani. Na nikakuonya, mtu anakuambia nilikuwa natembea barabarani nyuma nikaona jicho la miguu 6 inanifuata, ni shetani kabisa huyo. Forget about it. Shetani ni roho, aonekani kwa macho ya kawaida. Mapepo ni roho, sio mtu wa kawaida. Kwa hakuna kitu kama hicho katika ulimwengu wa roho. Hizo ni stori za mtu amekunywa dawa za malaria alafu zinamzungua kichwa. Lakini uhalisia, unakutana na adui ndani ya watu. Unakutana na adui ndani, unakutana na Mungu ndani ya wanadamu, ukutana nje. Na ndio maana Daudi anamwangalia mwanadamu, anajiuliza wewe ni mtu wa Mungu au sio? Yoshua alipokuwa na safiri, akakutana na watu akasema, wewe ni wa kwetu au upande mwingine? Kama sio wa kwetu, waaibishe, wafedheheshwe. Malaika wa Bwana awafuatilie. Zaburi ya 70 inaendana sana na Zaburi ya 35. Watu wengi walipolipigia simu wakaniambia ninaonewa kazini, ninaona, nikamwambia piga Zaburi ya 70 mara 5 6 mpaka 7, alafu tuone wewe anayekuonea kama na ubavu wa kushindana na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa nini nasema hivi? Mambo manne. Anasema la kwanza, kuaibika. Kwa adui anakutaka waibike. La pili, anakutaka ufanye nini? Ufedheheke. La tatu, anasema aibu, upate aibu. Lakini la nne, anaongea kitu ambacho kikubwa sana. Anasema wale ambao wananiombea neema, wale ambao wananitakia mazuri, Baba naomba wabariki, wasimame, wasonge mbele. Na ndio maana nilikwambia siku moja, na napenda ujue hiyo, usipende kumwongelea mtumishi yote wa Mungu kwa namna yote. Fulani anafanya kitu fulani sijui kwenye TV, chana na kuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Una matatizo yako mengine mengi ya kuyafanya, achana na hiyo ujinga. Amua kusimama katika zamu yako na nafasi yako. Kwa sababu njoo anapoenda kuomba, hebu chukulia maombi unaomba haya, alafu kuna mtu uko nyuma ameokoka naye anakufanyia mambo ya fitina. Itatokea nini? Alafu bahati nzuri nikwambia siku moja, na napenda nirudie leo, usije ukadhubutu kuomba maombi yako yasikie. Kwa sababu yakisikia maombi yako unaweza kuomba kitu cha kijinga, waibiki, wafedheheke. Siku moja ukiona adui yako amefadhilika na kuaibika, unaweza kuona. Kwa uwe makini naomba nini? Kwa sababu Mungu akujibu, huo moto wake sio mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mwili unaanza kulia tena, nilikuwa natania, nilizani, nilijua. No. Ndivyo ulivyoomba na wewe ndio unajua gharama hiyo. Kwa hiyo ni muhimu tukajua kwamba tuna maadui. Lakini anamalizia kwa kusema, mimi Daudi pamoja na ufalme wake ni maskini na mhitaji. Maskini wa kiroho. Maadui ni wengi. Bwana
ukanikumbuke. Wewe ndiye msaada wangu. Naomba utambue kwamba tunapoenda na Zaburi, tunaposoma asubuhi Zaburi, tunaposoma katikati ya ibada za kutuenda kwa namba. Leo tuko Zaburi ya 70. Kesho tutakapoenda katika ibada yote au jioni tutaenda Zaburi ya 71. Huo ndio utaratibu wa kanisa. Mpaka tunafika Zaburi 150. Tukimaliza 150 tunarudi tena Zaburi ya kwanza. Hiyo ndio utaratibu wa kanisa wa kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uelewa huo, natamani uende mbele za Mungu ukaanze kushukuru. Mungu, umepigana na maadui zangu usiku. Walipokuja kama jeshi kubwa uliwaangamiza. Asante kwa ajili ya neema uzima. Asante kwa ajili ya afya njema. Asante kwa ajili ya amani. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Baba, kama sio wewe kwa upande wetu tungeaibika, tungefadhaika, tungefedheheshwa, tungerudishwa nyuma. Lakini kwa sababu uko nasi, Baba umetusaidia. Leo na sisi tuko watu katikati ya watu, kwa maana uko pamoja nasi siku zote. Neema yako na fadhili zako ni mpya kwenye maisha yetu kila asubuhi. Tunalibariki jina lako, tunakutukuza mfalme wa wafalme. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya asubuhi Bwana. Pokea sifa na shukrani. Hakuna Mungu mwingine aliye mkuu kama wewe. Na ndipo tunaikabidhi ibada hii mikononi mwako. Tunaomba kibali kwenda nasi Bwana. Ukaongea na roho zetu, ukatufundishe, ukatuhekimishe, ukatupe kibali. Roho Mtakatifu wa Bwana, karibu mahali hapa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuketi. Asubuhi leo somo ambalo litatuongoza kwa ajili ya ibada ya asubuhi limepewa kichwa cha somo maombi ya uongozi wa Mungu au uongozi wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, maisha haya tunaoishi yamejaa na njia panda nyingi. Kuna wakati unafika njia panda, ujui uende kulia, uende kushoto, ujui uende chini, uende juu, ujui ukae pale ulipo au uende sehemu nyingine, uende kijijini au uende mtaani, ukimbie uende chini ya mlima au uende sehemu fulani. Naomba nikwambie, kwa siku zote mwanadamu yote mwenye akili timamu amekaa njia panda. Kwa anahitaji uongozi fulani ili aweze kutoka pale ambapo alipo na kwenda nafasi nyingine. Tatizo, unasema nataka kuondoka kwenda Mbeya au kwenda Mwanza au kwenda Dar es Salaam, ujui kuna nini kule. Hakuna mwanadamu anayejua. Anayejua ni Mungu, kwa sababu anaona dunia yote kwa wakati wote. Lakini watu wengi hawajui, na sisi wote hatujui. Leo unakaa kanisani, tupo kanisani asubuhi, lakini hatujui kesho na nini, kwa sababu siri za maisha haya ziko na Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 29:29 anasema mambo ya siri ni yake Mungu na ameyaficha, lakini mambo aliyotufunulia sisi ni ya kwetu sisi na watoto wetu. Kuna mambo tumefunuliwa, tunayaona. Unaamka asubuhi unakuta kuna taa, unakuja kanisani, lakini kuna vingine vya siri vingi sana. Yawezekana ukaamua kwenda sehemu nyingine, alafu ndio ukawa kifo chako huko. Yawezekana ukabaki pale ulipo, kumbe ndio kuna baraka yako imeandaliwa, kwa sababu hakuna anayejua kesho yake. Nataka muulize mtu yote duniani, hakuna anayejua kesho yake. Ni Mungu tu anajua kesho yetu yoyote kati ya sisi.
kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6, anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkabidhi yeye, na atakunyoshea njia. Kwa Mungu ametoa ahadi, anajua nimekuumba duniani, unahitaji uongozi wangu. Mimi ndio mwenyeji. Kosa alilofanya Adamu ni kuamua kujiongoza mwenyewe, na tunajua madhara yake, kufukuzwa katika mahali palipo salama, na akakimbia akaanza kutangatanga mtaani. Maisha yana siri nyingi. Unaweza kuwa umekaa mahali, kumbe ndio kivurini kwako pa kupumzika. Siku unatoka ndio unakwenda kwenye matatizo ambayo mwisho wake ni kifo na huzuni. Kwa ni muhimu sana kutotegemea akili zako, bali kumtegemea Mungu katika mambo yote. Tuangalie watu wachache ambao walimtegemea Mungu. Katika Biblia kuna mtu anaitwa Naomi na Ruthi. Na tunamwona Naomi na Ruthi walikuwa ni watu ambao mtu na mke wake. Ruthi aliamua kumwangalia Naomi kama mtumishi wa Mungu. Akamwambia, nitakwenda na wewe kokote uendako. Kama kula malage tutakula, kama tutakula ugali mkavu tutakula, kama kukaa na njaa wacha tukae na njaa, lakini najua ndani yangu kuna baraka za Mungu. Kwa Ruthi alitumainia Mungu kupitia Naomi. Na baadaye Ruthi Mungu alimpa mume mwema, pamoja na kwamba alikuwa ameshaachika kwenye ndoa kwa sababu mume wake alifariki, na ikabadilisha maisha yake. Hii tunamwona mtu kama Musa anatoka kwenye nchi ya Misri ambapo kuna chakula, kuna kila kitu, anaingia jangwani kwenda kuchunga kondoo wa mke wake. Unahitaji kumwamini Mungu ili uweze kutoka na kufanikiwa kule na kwenda. Yusufu anaondoka anaenda nchi ya Misri, anakuwa kijana wa kazi wa nyumbani, lakini kumbe ndani yake kuna mbegu ya ukuu. Anatiwa gerezani kwa kusingiziwa, ndani yake kuna mbegu ya ukuu. Aokopi hayo kwa sababu anamjua anayemwamini. Na baadaye yule awezaye kuongoza miguu ya wanadamu akamketisha pamoja na wakuu, akamketisha katika nafasi ya kusudia. Mpendwa katika Bwana, lazima utambue kwamba sehemu yoyote ya maisha yako unaoishi ni sehemu ya kujifunza. Lolote linalotokea katika maisha yako, jua Mungu anakufundisha kitu gani, na muulize Mungu, katika majira na wakati huu, Bwana unanifundisha nini katika maisha yangu? Kwa sababu tumeumbwa kwa namna ambavyo tunajua machache, lakini mengine mengi hatujui. Hakuna mtu anayejua saa moja kutoka sasa nini kitatokea kwenye maisha yake. Hakuna. Na ndio maana tunamkabidhi Bwana njia zetu, kwa sababu tunajua kuna usalama katika kumtegemea na kutembea na Mungu. Kitabu cha Isaya 26 mstari wa 4 anasema, mtegemee Bwana milele, kwa maana Mungu ndiye Bwana na sisi tuna mwamba wa kudumu. Lazima ujue kwamba maisha haya bila kuwa na sehemu ya kusimama utayumba sana. Sio swala la kwamba una nguvu, sio swala kwamba una uwezo, no, ila swala ni kwamba unamtegemea nani katika maisha yako kwa ajili ya kukupa mambo ambayo amekusudia kwa ajili yako. Na ukiangalia kwa makini, Mungu anataka umtambulishe yeye katika kila jambo. Ndio maana mtumishi wa Mungu Yakobo anasema, mkiwa mnataka kusafiri au kwenda sehemu nyingine, msiseme kesho ikifika nitakwenda kwenye ibada, kesho nitaenda mjini na kurudi. Anasema no, inakupasa useme kama Bwana akinijalia. Sio dhambi kusema hivyo. Kuna watu wanasema hiyo sio imani, lakini Biblia inasema hivyo. Kama Mungu akinipa neema, basi kesho nitafanya hili na hili. Kama Bwana akinipa neema, basi mchana huu nitafanya hili na hili. Kwa sababu ujui yatakayokujilia ndani ya siku moja, ndani ya saa moja, ndani ya dakika moja, historia inaweza kubadilika. Kuna watu walikuwa wamekaa nchi moja South Africa, wako salama, wakawa wanacheza, wamefurahia. Ukashuka mwamba kutoka juu, unasema kimondo, ikaenda kwenye jengo ambalo lilikuwa nalo, lote likashuka, na wote mpaka leo hata makaburi yao hayajatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Dunia ilivyokaa na mambo mengi. Unaweza kuona mambo ya kawaida, lakini naomba nikwambie, unahitaji uongozi wa Mungu ili kwenda kule ambako alikuwa
amekusudia. Kwa siku ya leo, sijajua una maamuzi gani ndani ya moyo wako, sijajua nini kinakusumbua katika maamuzi ndani ya moyo wako, lakini nataka ufike hatua ya kuomba uongozi wa Mungu ili akupe njia ya kwenda kule ambako anakusudia. Tusimame. Ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, mimi pekee yangu kaa nami, siku zote hazikawi kwisha, sio ila kunifurahisha, hakuna hatua kikomi, usienda mwisho nami, nina haja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa, mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana. Amen. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninainua mikono asubuhi ya leo, ninajiachia kwako. Wewe ndiye kiongozi wa maisha yangu. Ninaomba msaada Bwana, ukayaongoze maisha yangu. Sijui unanipeleka wapi, sijui umenitoa wapi, lakini najua jambo moja, unajua unachoniwazia, unaniwazia mema. Naomba kesho yenye utukufu Baba, kwa jina la Yesu. Ninaomba kesho yenye utukufu katika jina la Yesu. Baba, ninanyosha mikono, ninaitia neema. Roho Mtakatifu, usiniache peke yangu, niongoze, nishike mkono, nipe neema ya kukusikia Baba. Nipe masikio unaponihubiria kanisani, nikajua unaongea nami Baba. Nipe neema kwa kutumia ndoto, ili nikajue kile ambacho ni mwelekeo na msaada wako kwa ajili ya maisha yangu Baba, katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo nanyosha mikono Bwana, ninaomba nguvu ya mafunuo. Roho Mtakatifu wa Bwana, niko tayari, achilia neema ya mafunuo. Nipe mafunuo Bwana, nifungue macho yako, nisiangalie jinsi ninavyoangalia, nipe namna ya kuona katika jicho la kiroho, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba moto wa Roho Mtakatifu ukawake tena ndani yangu kwa ajili ya uongozi, kwa ajili ya baraka, kwa ajili ya uongozi, kwa ajili ya baraka, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninajiweka chini ya mwamba na katika nguvu na katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, shuka tena, washa moto, washa moto, nisaidie katika jina la Yesu. Baba yangu, kama ambapo moto unaunguza chochote kilichopo, ninaomba asubuhi ya leo, nguvu yoyote ya adui ambayo inataka kunitoa katika leli yako leo, ninaomba moto ukaiunguze nguvu hiyo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mlango wowote ambao adui anautumia kuniongoza katika maisha yangu leo, ninaufunga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, ninajiachia kutoka katika upako wowote wa watumishi wote wa Mungu ambao Bwana wanaongozwa na roho za mafunuo ya kishetani. Leo ninafuta ile mikono niliyowekewa, ninafuta ule unabii niliopewa, bali ninaomba Bwana ule unabii wako, ile mikono ya Roho Mtakatifu ikaniatamie Bwana, nisaidie. Ondoa upako wa kishetani, ondoa upako wa kishetani, achilia upako wa kimungu katika jina la Yesu, achilia upako wa kimungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo, kila kiungo katika mwili wangu ambacho kinashindwa kufanya kile ambacho Mungu umekiweka, ninaomba kwa damu ya Yesu
kwa moto wa Roho Mtakatifu. Moto shuka sasa, gusa viungo vyangu vyote, chochote kilicho kipofu, chochote kinachotaka kwenda vingine, chochote kinachotaka kutoka kwenye mstari, rejea kwa moto katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, nguvu yoyote, roho yoyote kibinadamu inayoshambulia roho yangu leo inakufuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninakataa roho ya mkia, ninakiri roho ya ushindi, ninakiri roho ya kuwa mbele katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya kichwa, ninapokea roho ya kichwa. Ninakataa roho ya mkia, ninapokea roho ya kichwa. Ninakataa roho ya mkia, ninapokea roho ya kichwa katika jina la Yesu. Mimi ni wa juu, sio wa chini. Mimi ni wa mbele, sio wa nyuma. Adui, achia mikono yangu, achia miguu yangu, achia macho yangu, achia masikio yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ingia kwenye maombi yako binafsi. Omba Mungu apate neema ya kuongoza. Yeye ndio kuongoza, yeye akupe kibali. Roho Mtakatifu akusaidie. Baba, tunaitia jina lako kwa ajili ya mwongozi wa Roho Mtakatifu. Baba, tunaitia jina lako kwa ajili ya mwongozi wa Roho Mtakatifu. Baba, tunaitia jina lako kwa ajili ya mwongozi wa Roho Mtakatifu. Baba, tunaitia jina lako kwa ajili ya mwongozi wa Roho Mtakatifu. Tunaomba Bwana ukashike mikono yetu hata katika utumwa. Tunaomba ukawashe mwanga mbele yetu Bwana, pale panapokuwa na giza. Bwana, berika wewe, ukafungue njia tukauone ukuu wako. Tunaomba neema Bwana ukapate kuongoza kila mmoja katika jina la Yesu. Tuko tayari Bwana kwa chini ya uongozi wako, kwa chini ya damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Ukafute kila giza katika macho yetu, ukafute kila kutosikia katika masikio yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ombea sasa kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu alipe amani. Ombea pia kwa ajili ya kanisa. Mungu ampe kila mshirika wa mahali hapa macho ya kuona, miguu ya kutembea na mikono ya kuweza kugusa. Itia jina la Bwana. Baba, tunainua taifa la Tanzania. Tunaombea rais wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaomba roho ya hekima ikawe ndani yake, ukaongoza viongozi wote wa taifa hili, ukawape neema kwa ajili ya kusimama katika zamu zao, ili taifa hili likapate kuwa na amani, taifa hili likapate ulinzi. Damu ya Yesu Kristo ikanene neema kwa ajili ya taifa hili. Bwana, ukaliongoze katika kweli. Tunaomba amani ya taifa la Tanzania, tunaomba amani ya taifa la Tanzania kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunafuta kila roho iliyokusudia kumwaga damu za Watanzania ikapate kushindwa kwa jina la Yesu. Tunaomba Baba katika jina la Yesu kwa ajili ya kanisa, washirika wote ambao wanashiriki mahali hapa, popote walipo Bwana, ukawashike kwa mkono wako wenye nguvu, ukaongoze hatua za miguu yao, ukawape kibali Bwana, ukawasaidie ili wakasimame katika nafasi zao, wakakutegemea wewe katika kila hatua. Damu ya Yesu ikanene mema kwa ajili yao. Ibariki kazi Baba ya mahali hapa. Tunaomba ulinzi kwa ajili ya washirika, wasaidie Baba wanapokuita ukawajibu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Sema pamoja sala Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, penzi lako itimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu ya kila siku. Samehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea. Usitutie katika majaribu, bali tuepushe na yule mwovu, kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana
milele na milele. Amen. Mungu awabariki sana. Watakia siku njema ya ushindi leo. Amani ya Kristo ikienda na kila mmoja wenu, na damu ya Yesu Kristo ikawape